Hujambo na karibu tena kwenye channel yetu. Leo tunaingia kwa kina kwenye ulimwengu wa vumbi na petroli kuzichambua scene dance kali na za kuvutia zaidi kutoka kwenye movie ya Mad Max Furiosa. Kama umeshaiona hii movie, unajua ni kwa nini imezua gumzo. Kama bado, kaa chonjo kwa spoilers. Tuanze na namba dance kukamatwa kwa Furiosa akiwa mtoto. Hii scene inatushtua na kutuonyesha mwanzo wa safari yake ngumu. Ni picha ya ujasiri na hatari tangu utotoni, na inatuweka tayari kwa yale yatakayofuata. Namba 9 ni pale Furiosa anapojaribu kutoroka kwa mara ya kwanza kutoka kwa Dementus na genge lake. Ile mbio ya pikipiki kwenye jangwa, huku akitumia akili na ujanja wake wote, inaonyesha tabia yake ya kutokata tamaa. Tension ilikuwa juu sana. Kwenye namba 8, tunaona The War Rig ikitambulishwa kwa mara ya kwanza. Ile gari kubwa lenye silaha ni kama mhusika mwingine kwenye hii movie. Kuiona tu inatosha kukupa msisimko na kujiandaa kwa mapigano makali yajayo. Namba 0 ni vita vya kwanza vikubwa vya The War Rig. Hapa ndipo tunaona uwezo kamili wa Furiosa kama dereva na mpiganaji. Milipuko, magari yakiruka hewani na mikakati ya kivita ilikuwa ya kiwango cha juu. Tukifika namba 6 ni scene ya Furiosa na Praetorian Jack wakishirikiana. Uhusiano wao unakuwa katikati ya machafuko. Ile chemistry yaona jinsi wanavyotegemeana inatupa matumaini kidogo kwenye ulimwengu hukatili. Namba 4 ni ile scene ya kusisimua ya mapigano kwenye daraja la mchanga. Mbinu za vita za warlords watatu zikionyeshwa, huku Furiosa akijaribu kuwapita wote. Ilikuwa ni kama mchezo wa paka na panya wenye silaha nzito. Kwenye namba mater ni pambano la ana kwa ana kati ya Furiosa na Dementus. Baada ya miaka mingi ya mateso, hatimaye anapata fursa ya kulipiza kisasi. Ile hasira na maumivu yake yote yanajitokeza hapa. Ni scene yenye hisia kali sana. Namba 3 ni wakati Furiosa anapopoteza mkono wake. Ni scene ya kushtua na inaonyesha gharama kubwa anayolipa kwa ajili ya uhuru. Inabadilisha kabisa mwonekano na hatma yake na kutuanda kwa Furiosa tunayemjua kutoka Fury Road. Tukikaribia mwisho, namba 2 ni uamuzi wake wa kurudi Citadel badala ya kuendelea na safari yake ya kutafuta Green Place. Ni hapo anapogundua kwa nyumbani sio mahali, bali ni watu. Huu ni wakati muhimu sana wa mabadiliko ya tabia yake. Na hatimaye, scene namba 2 ambayo ni kali kuliko zote. Furiosa akinyoa nywele zake na kuvaa mkono wa chuma kwa mara ya kwanza. Ni ishara ya kuzaliwa upya, anakuwa yule shujaa tunayemfahamu na kumpenda. Ni picha ya nguvu, uthabiti na ahadi ya mapambano yajayo. Hizo ndizo scene dance tulizozichagua. Je, unakubaliana na listi yetu? Tuambie kwenye comments ni scene gani ilikuvutia zaidi. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe kwa maudhui zaidi kama haya. Asante kwa kuangalia.